Mimi naona hii safari bora ungeailisha. Hali uende kesho. Au sio mke wangu? Kweli kabisa mme wangu. Mwanangu, mimi naona ungeenda kesho. Saizi muda umeenda sana mwanangu. Halafu kingine kuhusu Siwa, hebu fanya kumsahau mwanangu. Tafuta mwanamke mwingine. Kumbuka miaka mingi sana imepita. Sawa mwanangu? Mimi nimewaelewa sana wazazi wangu. Lakini kuhusiana na muda, ondoeni shaka. Mimi ni kijana wa kiume. Naweza nikapanda hata malori ili tu nifike safari yangu. Lakini pia ningeomba tu nipitie makaburini pale kwa Siwa ili nikamuage kuwa nasafiri. Nawaomba sana. Sawa, uwe na safari njema. Haya mwanangu, Mungu akutangulie, safari njema. Amin. Na nyinyi mubaki salama. Siwa kipenzi changu, hakuna mwanamke niliyependa zaidi yako. Lakini miaka 3 sasa imepita tangu ufariki. Japo mjomba anasema niachane na wewe, nisio na kufuatilia kabisa, lakini mimi siwezi. Moyo wangu unakupenda sana Siwa. Hakuna mwanamke wa ndoto zangu zaidi ya wewe. Ulaya, mbona una mawazo sana? Nini shida? Dada, imeniuma sana. Chumvi sio wakuja na kuondoka bila kuniambia mimi. Ulaya ndugu wangu, kwa kuondoka kwa Chumvi ndio kwenda kufanya uwe na mawazo kiasi hicho? Ndiyo dada, hivi kwa nini Chumvi aje aondoke bila kuonana na mimi? Wakati mimi ndio kiunganishi cha mahusiano yao. Au kwa sababu Siwa amefariki miaka 3 iliyopita. Ndio maana naoni umuhimu wangu. Siwa. Mimi sikuona haja ya kuwa na mawazo kiasi hicho. Au ulikuwa na mawazo tofauti, ulikuwa unampenda Chumvi? Dada, hayo mambo yametokea wapi tena? Wewe, kwa hiyo na maana ni kweli nilichokiongea? Kweli kitu kimegeuka kwenye mfupa.
Sasa kushemeji yako kuja kukuona ndo unakasirika. La, wewe ulikuwa unamtaka chumvi. Una lolote? Chumvi mtege nayo ndimu malitege kabisa anoge na vipilipili nda. Udambukia hivi. Samahani sana brother. Kuna binti mmoja hivi amevaa kakimtandio cheusi sijui nahisi kama hivyo, na kuna kaka mmoja amevaa kama kibarakashia hivi mfupi. Wamepita wawili, umekutana nao? Huku mimi sijaona watu kwa muda, kwa sababu mwenyewe nimetoka njia hii, sijakutana nao. Vipi, kuna tatizo? Unajua kuna kitu kimenishangaza, nilikuwa ndani huko kwenye makaburi. Kuna mtu nimemuona ambaye huyo mtu nimekwenda kumuomboleza. Sasa nikasema ni kweli ni yeye ama sio yeye. Sasa nilivyotoka ndani ndo nataka kuwafuatilia na kukuta wewe. Ndio maana nimekuuliza. Umemwona binti na kia jamaa fulani hivyo amepita? Yaani huko ulipotoka? Mimi sijakutana na watu. Ningekutana nao ningekwambia, lakini mimi nimetoka sasa hivi ninakukwambia sijakutana na mtu yoyote. Basi inawezekana labda pengine tu nachanganyikiwa, labda pengine kwa sababu namwaza sana. Najichanganya. Samahani. Nilikuwa naelekea Mlandizi. Sijui sasa ningepata usafiri kutoka hapa kwenda Mlandizi. Kwa muda huu usafiri huwezi ukapata kwa sababu ishakuwa jioni, wewe kama unavyoona. Pale magari yanapatikanika saa 11 ya asubuhi, alfajiri wenyewe wanasema. Unaelewa vizuri? Na maana saa 12 kamili magari pale ya voice watu wanaosafiri. Tunaelewa? Sasa kuna mawili, wacha kufanya hapo, urudi nyumbani, ukapumzike, ukurupuke saa 11. Uende ukapande gari uondoke. La sivyo pale stand pale kuna nyumba za wageni wenyewe wanaita guest, Kiingereza kakibela gani? Unaelewa vizuri? Ukalale guest pale. Asubuhi unakurupuka unapanda gari ngoma isabe. Lakini hivyo uwe makini kwa sababu gani? Watakuja kukaba saa yako ya almadi hiyo, kitu gani umevaa mwenyewe huko? Uwe makini. Mimi ndio ushauri wangu sasa hivi. Hakuna usafiri. Kuna haja ya kwenda kulala kwenye nyumba ya wageni ili nipate muda wa kuwaza juu ya hiki nilichokiona kwa wakati huu, lakini pia nilale karibu na stand kwa ajili ya safari yangu kurahisisha. Ndio. Mbona panatisha? Nitaweza kulala kweli hapa? Hapana. Hapa peke yangu siwezi. Yule ni nani? Sikilize mwanangu, ili ipatikane hela ya chuo inatakiwa uende kwenye nyumba ya marehemu bibi yako. Ile nyumba imekaa sasa hivi takriban miaka 3. Haijapangishwa, haijafanya nini, hakuna mtu yoyote anaishi. Nenda kule kwa watafute madalali, kisha upangishe ile nyumba, alafu itapatikana hela ya chuo.
Umenielewa vizuri? Sawa, hakuna shida. Mimi kesho nitaanza safari. Huwezi kwenda kesho, inatakiwa uende leo, kwa sababu unaenda leo ukalale kule. Ukilala kule asubuhi ndio unafanya mipango yote, tafuta madalali, pangisha ile nyumba, ndio msaada wangu. Hakuna namna nyingine ya kupata hela zaidi ya hivyo mwanangu. Sawa. Asante. Kwa hiyo baba, kaka ataenda peke yake kwa bibi na kuniacha peke yangu? La hasha, haiko hivyo. Naenda kutafuta hela ya chuo tu. Hautaki kakako nisome? Hapana, nataka usome. Wewe nenda tu, nitakuombea. Sawa. Kwa nini unashindwa kukubali kuwa mimi nishakufa miaka 3 iliyopita? Kinachotakiwa kwa sasa, unabidi utafute mwanamke mwingine Chumvi. Siwezi Siwa. Nakupenda na wewe mwenyewe unafahamu hilo. Yaani unaniambia nitafute mwanamke mwingine kwa sababu ya wewe huko na yule kijana nilikutana naye pale makaburini? Ama una maana gani? Ni mtu wako yule? Niambie. Yule ni mlinzi ambaye nilipewa huko kuzimu baada ya kuomba ruksa kuja kuzungumza na wewe. Kwa hiyo yule ni mlinzi wangu. Wewe hakuhusu chochote. Hivyo basi, naomba unisahau. Wewe ni nani? Na unafanya nini kwetu? Kwanza karibu. Alafu pili, mpigie simu babako. Atakwambia mimi ni nani. Mpigie simu babako. Wewe unadhani mimi nitakusahau vipi ikiwa kila muda unanitokea? Au hiyo miaka 3 inayosemekana umefariki unanidanganya? Umenichoka, si ndio? Wewe ndo mwanamke wa ndoto zangu. Mimi nimeweka ndoto zangu katika maisha yangu yote. Wewe utakuja kuwa mke wangu. Tafadhali Siwa, usinifanyie hivyo. Huo ubishi wako utakuponza Chumvi na utasababisha upoteze maisha. Halo. Halo kaka. Baba amefariki. Unasema? Baba amefariki. Baba amefariki? Halo. Dundu.
Huyu aliyekupigia simu na kukwambia baba yako amefariki anakuongopea. Wewe umejuaje kama babangu hajafariki? Majibu ya maswali yako nitafute kesho asubuhi, nikwambie kwa nini amekuongopea. Unajua uchungu wa baba? Naondoka usiku huu hapa palaliki, pashaingia wadudu. Swala wewe kuondoka usiku ni kitu ambacho hakiwezekani, kwa maana Mlandizi ni mbali. Acha pakuche nikupe majibu ya maswali yako mjomba. Nashindwa kuelewa. Utaelewa tu, kaelewa buruda. Wewe nani? Mhudumu! Musika! Hey! Mhudumu! Toka kanda wapi? Halo kaka. Jana mimi nilikuwa nakudanganya tu. Baba hata hajafa. Nilikuwa nataka nione kama unampenda. Wewe ndio unasemaje? Yaani unajua jinsi gani mimi usiku sijalala kuhusu tatizo? Hebu mpe simu baba. Mpe. Wewe. Kama nilivyokuambia jana tu, huyo aliyokupigia simu alikuwa anakuongopea. Mimi nimekuambia wewe tu, nani msababishaji wa kifo cha Siwa? Ndiyo, kaka yako Barabule ndiyo msababishaji wa kifo cha Siwa. Haswa, ombi langu kwako, naomba unitunzie hii siri. Hata mume wako usimwambie. Mimi nimekuelewa shoga yangu, usijali. Mume wangu sitomwambia. Na hata wewe chumvi nyingi, kipenzi na wewe marehemu Siwa, pia sitomwambia. Sawa, kwa maana ukija kumwambia mtu, unaweza ukanitafutia matatizo kwa kaka yangu. Usijali shoga yangu. Mimi sitomwambia mtu yeyote. Kuwa na amani. Mimi nimekuelewa. Kwaheri. Wewe umejuaje? Sio muda wake huo. Huu ni muda wa kufuata taratibu alizokwambia baba yako. Kamtafute dalali, njoo naye hapa. Sawa. Ila mbona mimi kila nikipiga hapa noteke hapatikani?
Kawaida ya kwetu kila inapofika siku ya Ijumaa network haipatikani.